Mtazamaji wangu wa kipindi cha Lipo Tumaini, na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kwa wewe ambaye Bwana amekuwezesha kuona siku hii ya leo. Mungu ni mwema. Tumeingia mwezi mwingine mpya ambaye ni kwa neema na kibali cha Mungu. Mpendo mtazamaji wangu, nataka kushukuru tu na kusema asante kwa kuwa mpendo ambao umekuwa ukifuatilia kipindi hiki, kwa kunipigia simu, kwa kuongea pamoja nami au kuniandikia jumbe fupi. Na pia hata huenda wewe haupigi wala hauandiki ujumbe mfupi, lakini huwa unakifuatilia kipindi hiki. Nataka niseme ya kwamba Mungu akubariki na aweze kukuonekania. Niko kwenye studio siku ya leo, na wale ambao hanifahamu, naitwa Bishop Paul Elasia ambaye ni wa kanisa la Shiloh United Church of Christ, ninayekuletea kipindi cha Lipo Tumaini au Tumaini Lipo. Siku ya leo ningependa mpendwa mtazamaji wangu tuweze kusikiza neno la Mungu, na kabla tuweze kusikiza neno hili ningependa tuweze kuomba pamoja, baadaye tuweze kuingia katika kipindi au ujumbe wa siku ya leo, na najua kwamba Mungu anaenda kukubariki. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu ambaye umemwandaa siku hii ya leo, ni kwa sababu ya ujumbe ambao umetuwekea. Najua ya kwamba siku baada ya nyingine wewe neno lako linakuwa jipya, na hivyo Mfalme, ninakuomba neno hili likalete mabadiliko kwa mtazamaji wangu, na likaweza kulete mambo yatakao msaidia katika maisha yake na kumuongezea tumaini, ikiwa huenda matumaini katika wewe Bwana yameisha, muongeze imani ya matumaini. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho, nikimwombea mtazamaji wangu ya kwamba utambariki na kumuonekania, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi ninaomba, amen. Mtazamaji wangu, siku ya leo nina ujumbe ambao ningependa Bwana aweze kutusaidia, ambao unatoka kwenye kitabu cha Yoshua 6. Yoshua 6 kuanzia pale 1, na ninaamini ya kwamba tutaendelea mpaka penye tutakapofika, na itakuwa ni baraka. Lakini kitabu ni cha Yoshua 6 kuanzia 1, na maandiko yanasema, basi Yeriko, kuanzia pale 1, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Ni mji wa Yeriko uliyekuwa umefungwa, na maandiko yanatuambia kwamba hakuna mtu angeweza kuingia wala kutoka, maana ulikuwa umefungwa. Biblia inasema mstari wa 2, Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake, nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niweze kunena nawe kuhusu jinsi wana wa Israeli waliweza kuteka mji wa Yeriko baada ya kuwa ulikuwa chini ya waasi waliokuwa maadui ya wana wa Israeli. Na maandiko yanatuambia kwamba huu mji ulikuwa umefungwa, na hivyo Mungu ananena pamoja na Yoshua, na anampa neno ya kwamba nimeutia Yeriko katika mikono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Imagine, ni mji umetekwa, hakuna mtu anaingia, hakuna mtu anatoka. Na hapa Mungu ananena pamoja na Yoshua akimwambia huo mji, licha ya watu watoki wala kuingia, huo mji nimekupa mkononi mwako, mfalme wa huo mji pamoja na mashujaa wake. Niseme nini mpendwa mtazamaji wangu? Kipindi hiki cha Lipo Tumaini, neno hili ingelikuwa ni wewe ungeuliza kivipi sasa?
mji huo uko mikononi mwangu, aje. Na ni mji huwezi kuingia wala utoke, uko mikononi mwangu, aje. Na hapo ndipo kipindi cha lipo tumaini likaingia ndani ya mpendwa anaitwa Yoshua. Akapewa matumaini ya kwamba licha watu hawaingii wala kutoka, weka tumaini ya kwamba Mungu amekupa. Tangaza kwako mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo unaweza kuyaona ambao ungeyataka yawe mikononi mwako, lakini hayapo. Yaani yale mambo hayako katika mikononi mwako. Niseme nini mpendwa mtazamaji wangu? Nataka uanze kujenga imani kama hii ya kuwa na tumaini ya kwamba ikiwa Mungu alimpa Yoshua mji ambao ulikuwa umezungukwa, watu walikuwa hawatoki wala hawaingii, na Mungu anampa matumaini ya kwamba katika huo mji, si hivyo tu, nimekupa pamoja na huyo mfalme wa huo mji na pamoja na mashujaa wake. Nataka niseme ya kwamba kuna kitu unahitaji Bwana akutendee. Jina la Bwana litukuzwe. Nataka nikuahidi ya kwamba katika maandiko haya, na Mungu na akupe imani ya matumaini ya kwamba hicho kitu unachokitaka Mungu anaenda kukiweka katika mikononi mwako. Jina la Bwana litukuzwe. Na sio tu hivyo, pia hata mambo yaliyo ndani ya hicho kitu kitalete faida kwako. Kuna kazi Mungu anaenda kukupa, na ndani ya hiyo kazi kuna vitu Mungu anaenda kukusaidia. Kuna shamba Mungu anaenda kukupa, na ndani ya hilo shamba Mungu anaenda kufanya kitu katika hilo shamba. Kuna watoto Mungu anaenda kukupa, na katika watoto hao kuna kitu Mungu atafanya. Jina la Bwana liweze kutukuzwa. Nataka uwe na tumaini hiyo ya kwamba licha viko kwenye mikononi mwako, lakini ahadi ya Mungu anayeifanya mahali hapa, anamwahidi Yoshua ya kwamba mji huo sio mikononi mwako tu ninaokupa, lakini hata ndani ya huo mji mashujaa walio ndani pamoja na mfalme wa hiyo nchi wako mikononi mwako. Glory to the name of the Lord. Mpendwa mtazamaji wangu, nataka uanze kujenga imani yako uliyekufa moyo, ya kwamba kuna mambo umekuwa ukijaribu na shangaa yatawahi kuja lini katika mikononi mwako. Yoshua akasimama na akaweza kuwa na matumaini kupitia neno la Mungu liliyomtia moyo. Na katika mambo hayo maandiko yanasema alipewa mambo ya kufanya ili mji huo uweze kuwa katika mikononi mwako, ili hicho kitu unachohitaji kiweze kuja mikononi mwako na uweze kukitawala na uweze kukishinda. Lazima ufuate mambo kadha wa kadha. Yoshua alifuata mambo kadha wa kadha ambayo aliambiwa na Bwana. Amen. Na maandiko anasema hivi, nanyi mtazunguka mji huu watu wote wa vita, mkizunguka mji mara moja, fanya hivi siku 6. Yaani kuna mwelekeo waliopewa. Mpendwa, wakati mwingine mpendwa, unaweza kuwa unataka kitu, lakini wewe hautaki kupewa mwelekeo, hautaki kuongozwa vile unaweza kufikia hicho kitu unavyokitaka. Watu wengine hufikiria tu kusema kitu ni kwenda. Mpendwa, nataka niseme nini? Kuna vitu ambavyo tumevipata katika maisha yetu, na ilipitia kuwa na imani, kuwa na tumaini, kuomba na kufunga, kwa sababu tunahitaji Bwana alete hilo jambo katika mikononi mwetu. Kuna baadhi ya vitu mpendwa, huwezi kupata vile unavyofikiria pasipo kufuata utaratibu fulani, ili Mungu aweze kudhibitisha hilo jambo katika maisha yako, na unafanya hivyo ukiwa na matumaini. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo Yoshua hakupewa tu mji namna hivyo, alipewa matumaini hayo, na katika matumaini aliyopewa akapewa mwelekeo ya kuweza kufikiria huo mji. Hivyo akaambiwa ya kwamba atauzunguka mji wa Yeriko siku 6. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5 mpaka siku ya 6. Mpendwa, sikiliza vile mambo yanavyoendelea mahali hapa. Maandiko yanasema kwamba mstari wa 4,
Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 mtazunguka mji mara 7, na makuhani watapiga tarumbeta zao. Unaona mpendwa, waliambia wazunguke, na kuna utaratibu wa kuzunguka ule mji. Kuna wale watu ambao walikuwa wanabeba silaha wanakuwa mbele, sanduku linafuata, my God, na wenye kupiga tarumbeta na wengine. Kwa hivyo lazima kulikuwa na mipangilio ya vile walikuwa wakipangwa ili kuuzunguka ule mji ili waweze kupata kenye wanahitaji. Na hayo mambo yote walifanya wakijengwa na msingi wa kuwa tuna matumaini, vile tumepangwa, vile tumeelezwa kupitia neno hili, tuna tumaini ya kwamba mji wa Yeriko Mungu anaenda kufanya jambo. Jina la Bwana litukuzwe. Sijui mpendwa, wewe unaweza kupewa jambo fulani uweze kulifanya, unakosa matumaini, unakosa imani, unakosa maombi, unakosa kuwa na moyo wa kusimama. Na ndiposa mpendwa, kuna watu wanamlaumu Mungu katika mambo mengi, lakini ukijaribu kuangalia ni kwamba kuna mahali wewe hukufuata vile ulivyoelekezwa na maandiko, vile ulivyoelekezwa na yule mtumishi au yule mtu ambaye alitumwa kwako. Mpendwa mtazamaji wangu, ni nini hicho ambacho unaweza kuwa unanungunikia, unalia na kuona Mungu hajafanya? Mpendwa, ikiwa yeye alimsaidia Yoshua na kumwambia mji huo mtauteka, mji huo mtatawala, mji huo utakuwa wenyu, na akampa mwelekeo. Zaidi ya yote, chochote Yoshua alifanya na wale makuhani na wale wapendwa wenye walikuwa wanabeba sanduku, wengine wakibeba pembe ambazo tunaambiwa kwamba walikuwa watu 7 wenye pembe za kondoo ambazo walikuwa wanajiandaa kwa sababu ya siku ya 7 ili waweze kuzunguka mji. Walikuwa wanafanya siku moja wanarudi. Pengine mpendwa, kuna kitu Mungu anataka kukutimizia, na pengine anataka uweze kufunga siku 2, unafunga moja unakufa moyo. Unafunga pengine siku 7 hizo au siku 40. Ni mara ngapi mpendwa umekuwa ukieleza ufanye jambo, lakini wewe unakata tamaa, unakosa kuwa na matumaini ya kitu kenye unafanya? Na kujenga na neno hili la Yoshua siku ya leo, ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu alifuata pasipo kuchoka. Mbona uchoke mpendwa, katika jina la Yesu? Amuka kwenye usingizi wa kulala, toka kwenye mambo ya ulegevu, mambo ya unyonge, mambo ya kunungunika, mambo ya kukata tamaa. Kila jambo unaloliona mtu akifanya hutokana na vile anavyoelekezwa na analifanya. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Methali 8 mstari wake wa 17 ya kwamba maandiko yanasema kwamba na Mungu anawapenda wale wampendao na wale wanaomtafuta kwa bidii. Amen. Wale wanaomtafuta huyo Mungu kwa bidii, hawa wanampata. Mpendwa mtazamaji wangu, ni nini hiyo ambao umekosa bidii kwake? Huyu mpendwa Yoshua akawa na bidii ya kufanya vile alivyoelekezwa na Bwana. And I want to thank God because he followed the instruction carefully without giving up. Why are you giving up, my brother and sister? Kwa nini unavunjika moyo na unakata tamaa? Kuna mambo wapendwa, watu katika maisha yao hawakupata siku moja kimiujiza vile unavyodhani. Pengine kuna jambo natafuta, umelitafuta kwa muda mrefu, kuna mtu anaweza pata kwa siku 3, mwingine anapata hata baada ya miaka 2, wengine wamepata baada ya miaka 5, miaka 10, na huenda wako kata tamaa. Usiwahi ona mtu mpendwa anapitia jambo au anakaa vizuri au anafanya nini ukaona kana kwamba ilikuwa ni rahisi. Kuna mapito fulani mtu anapita, na wakati unapopita yale mapito, I want to assure you this: don't give up, don't lose hope. Kuwa na matumaini katika Bwana, in the name of the Lord. Ukiona watu huduma zao Mungu amewasaidia zimeinuka, ukiona boma ya mtu imekaa vizuri, ina amani, wamefanyia kazi hiyo ndoa yao,
Ukiona watoto wao wamekaa vizuri, wamefanyia kazi na matumaini, wakiombea watoto wao bila kukata tamaa. Pengine una watoto pale nyumbani, mpendwa, ndio Mungu alikupa wale watoto, lakini umekosa kuwa na matumaini. Wako mikononi mwako, lakini mpendwa, kwa sababu ya kukata tamaa wameharibika, wamekuwa vitu vingine. Nataka uwe na tumaini ya kwamba kupitia kutokukata tamaa, God is changing your children, God is changing your wife. Mungu anabadilisha huyo mume wako ambaye amekuwa mlevi, haijalishi ni miaka mingapi amelewa. Nakupa tumaini, my brother and my sister. Mpendwa, huyu Yoshua alipewa azunguke siku 7. Siku zako 7 hazijafika mpendwa. Zunguka tu mpendwa, endelea kufanya, endelea kuomba pasipo kufa moyo. Kuwa na matumaini, siku moja Mungu atanisaidia. Usiwahi ona kana kwamba umechelewa au hili jambo limechukua muda mrefu. Jina la Bwana litukuzwe. Ningependa kusema nini? Wakati unapokata tamaa, ni kuoneshana ya kwamba unachukua yale mawaidha uliyoyapewa hayana msingi, si ya kweli. Ni kuoneshana ya kwamba ni kana kwamba ni mambo ambayo ni ya kupotosha. Lakini jipe moyo. Nikupe mfano kidogo kulingana na haya mambo ya kutokukata tamaa, kuhusu mtu anaitwa Naaman. Naaman alipokuwa ni mgonjwa na akaenda kwa mpendwa kwa mtumishi wa Mungu Elisha, maandiko yanaonyesha kwamba alipewa masharti fulani ya kufuata, na akaambiwa ya kwamba aende akaoge kwenye mto wa Yordani mara 7. Akaoga ya kwanza, akaoga ya pili. Na mimi ninajua wale watu waliokuwa wanamzunguka mahali pale, kuna mambo ambayo walimwona Naamani akifanya, maana huenda alinung'unika, na maandiko yanasema hivyo. Mara ya kwanza hata alisema maji ni machafu, si kama ya mito ya kwetu iliyo safi, na ninaambiwa nikuje nioge mahali hapa. Mpendwa, kubali kusikiza neno la Mungu na ulifuate vile lilivyo, pasipokuwa na ugeugeu, pasipokuwa mtu wa kwenda kando. Stick to the word of God. Follow the instruction of the word of God, and you will see what the Lord is going to do unto your life. The problem with you, or the problem with us, is giving up, losing hope. Tunakufa moyo, tunaona ya kwamba kweli itatendeka hata kama. Unajua kuna watu tumia lugha hata kama nini? Mpendwa, ni neno la Mungu, na neno la Mungu ndio na amina. Alikuweko jana. The Bible says yeye ni yule jana, leo na hata milele, hajabadilika. Mbona wewe unabadilika? Walikuweko watu waliovumilia mambo mengi na magumu, lakini kwa sababu walikumbuka mawaidha, walikumbuka mwelekeo waliopewa na neno la Mungu, wakadumu wakimngojea Bwana. Nisikize mpendwa mtazamaji wangu, nataka nikuambie hili. Maandiko yanasema ya kwamba sisi tunaweza kosa kuwa waaminifu, wakati mwingine tunakosa kuwa waaminifu, lakini Mungu tunayemwabudu huyu, yeye ni wa kuaminika milele na milele. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo Yoshua akafuata masharti, kuzunguka kila siku. Wanaamka asubuhi, wanaambiwa kwamba endeni mzunguke, na wanafuata utaratibu wa vile walivyoelezwa, na wanafuata na wanaenda, wanazunguka kila asubuhi. Ilikuwa inafika kila asubuhi wanaambiwa stop, amkeni twende. Na mtu asipige kelele, mtu asinungunike, mtu asije akasema ilikuwa ikateremka. Pendo mtazamaji wangu, ni wewe ninaongea pamoja na wewe. Ulikwisha kitambo. Kwa sababu gani? Ulikata tamaa, uliinua mikono ukasema mimi siwezani na hiyo. Mambo mengine ni kama punishment. Unaona, mambo mengine ni kama kuadhibu mtu. Hii ni shida gani? Kwa nini fulani alipata na hakupitia haya? Kila njia ya mtu ni tofauti. Njia yako ni tofauti na ya mwenzako. Kwa hivyo wacha kufuata ya mwenzako, fuata vile Mungu anavyotaka ukue. Jina la Bwana litukuzwe. Maisha yako ni yako. Maisha yako si ya jirani yako. Maisha yako si ya ukoo ya kwenyu. Maisha yako ni yako. Simama wewe kwenye pengo vile Mungu amekuita, na utaona baraka za Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Maandiko yanasema mstari wa 5, inasema kisha itakuwa watakapopiga hizo tarumbeta, watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta,
watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hawa watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabili. Kuna jambo linanishangaza mahali hapa. Hawaambiwi hata kwamba watabomoa ukuta. Baada ya kuzunguka ile siku 7, huo ukuta wewe mwenyewe utaona ukianguka, bila maana yale masharti au ule mwelekeo uliopewa ndio unapambana na yale mambo yaliyo mbele zako. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Neno hilo linanitia moyo sana. Na ukumbuke mambo haya yananishangaza sana. Unajua walizunguka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6 na siku ya 7. Hiyo siku ya 7 badala ya kuzunguka mara moja vile walikuwa wanazunguka kwa siku mara moja, walizunguka hiyo siku ya mwisho mara 7 sasa. Hiyo ni siku ya 7, lakini wanazunguka mara 1, mara 2, mara 3. Imagine ile mambo walikuwa wanafanya kwa siku 6 mara moja, walifanya hiyo siku hiyo ya mwisho mara 7. Mpendwa, naongea na mtu mpendwa, wakati mwingine unaweza kuona ya kwamba nilikosea wapi? Sisi ukosea. Kwa sababu gani? Wakati mwingine atuchukulii neno la Mungu vile linavyotakikana. It's not a punishment. Lakini Mungu anajua, anaelewa. Hata uponyaji wa Mungu au wa Yesu walipoponya watu, wengine alisema amka na utembee, wakaamuka. Wengine aliweka mikono wakapona. Wengine hata aliweka matope macho, anaweka matope badala ya kusema pona hapo weka matope. Huyo mtu aliyewekwa matope macho angesema hii naye ni punishment. Macho ni mabaya na ananiweka matope ndani, nenda. Tena mtu ni kipofu anaambiwa aende anawe hayo macho kwenye ziwa la Siloamu. Hata watu wangesema ya kwamba huyu angekuwa mtu ya kuponya mtu, hiyo ndio kazi anafanya, ateme mate aweke kwa macho ya mtu. Tena badala ya hiyo tena namwambia enda ukanawe katika ziwa la Siloamu. Wewe ungekata tamaa, useme hata kama ni uponyaji wacha ikae. Pena utazamaji wangu, kufuata maagizo ya neno la Mungu na kuwa na matumaini ni Bwana amesema, amen and amina. You receive it the way it comes without doubting, bila kuwa na tashwishi na shaka. Ni Bwana amesema, napokea muujiza wangu, napokea kile Bwana umesema nitende. Ukifuata tu hivyo, it's just easy, just follow it. Unakumbuka wakati moja nimekuwa nikiongea na wewe, mtu aliyekaa miaka 38 kwenye lile ziwa, kwenye lile birika la Bethesda. Maandiko anaambiwa ya kwamba wataka kupona. It was very simple kusema ndio nataka. Anaanza, sisi ni watu ya kwanza maneno, sina mtu, ingekuwa namna gani? Kuna watu hata ukiwaambia jambo na neno la Mungu, ni watu watashwishi na shaka. They doubt what God is saying. Doubting God in your life. Kutokuwa na tumaini. Unaona ya kwamba haiwezekani. Ndiyo mpendo, umeombewa mara ya kwanza, umeombewa mara ya pili, umeombewa mara ya 3, umeombewa mara ya 4, ya 5, sijui ya 6 mpaka ngapi, mpaka umeita wachungaji waongo, umesema hata hakuna Mungu. Kwa sababu gani? Umeombewa mara 1, mara 2, mara 3 na uoni uponyaji. Tumainie Mungu. Kuwa na tumaini na hayo mambo unayoyapitia. Kuna mambo unayoyapitia na umefuata, umekuwa ukiombewa. Don't give up, usikate tamaa. Fuata tu. Siku yako ya 6, ya 7 iko mlangoni katika jina la Yesu Kristo. Pendwa huyu aliambiwa kwamba siku 6 na ya 7 utamuona Mungu. Wewe wajua siku yako ya 7 ambao mambo hayo, ukuta huo wa magonjwa unaenda kuanguka, ukuta wa shida na matatizo ambao umekuzunguka kwa muda mrefu, wajua ni siku gani unaenda kuanguka. Lakini mpendwa, kwa nini umekata tamaa? Umekuwa ukifuata, lakini unaona kana kwamba ndio mambo yanakuwa ni magumu. Mtu anapoanza mbio mpendwa, huanza akiwa na nguvu sana, anakimbia. Haleluya. Anakimbia. Wakati anaenda karibu kumalizia, huwa anasikia kila mahali pameregea,
kila mahali, hajui kana kwamba atafika kwenye kamba, lakini anapojitahidi tu na anakosa kufa moyo, huwa anafikiria kwenye kamba na anakuwa mshindi. Pendo mtazamaji wangu, naongea na wewe ambao unasikia umelegea kabisa, kiimani umelegea, kimaombi umelegea, unasikia hauwezi kusonga tena. Niko kwenye studio hii kusema ya kwamba mtumishi wa Mungu Yoshua hakufa moyo. Every day aliendelea kuzunguka pasipo kunungunika. Twendeni wapendwa, wanazunguka na wanafuata masharti. Msipige kelele, nyamazeni tu. Wanazunguka. Na huenda Yoshua alikuwa akiwaambia kwamba namkumbukeni ya kwamba ni Bwana amesema tuzunguke. Siku yetu ya 7 imekaribia. Siku yetu ya ushindi imekaribia. Na wanasema Yesu, Joshua, asante kwa sababu unatutia moyo. Wanazunguka, wenye kubeba pembe, wenye kubeba sanduku wanabeba, wenye kufuata, wenye silaha wamebeba, wakizunguka katika jina la Yesu. Na mpendo, walipozunguka pasipo kukata tamaa, waliona ukuu wa Bwana ukitenda kazi. Jina la Bwana litukuzwe. Naongea na mpendwa, pengine penye umefika, penye unataka kutokea, ni siku yako ya 6. Size up in the name of the Lord. Simama na utoke katika hali ya kufa moyo. Siku yako ya 7 imlangoni katika jina la Yesu. Siku yako ya kuangusha ukuta wa Jericho imekaribia. It's just at the door in the name of the Lord. Why should you give up? Kwa nini ukufe moyo mpendwa? Pengine umekuwa ukifanya kibarua, ukisanyasanya tu pesa, ukitaka kuanza biashara, unaona hata pesa itoshi. Usikufe moyo ukaharibu zile pesa. Kuwa ukijua ya kwamba siku yako ya 7 ya Mungu kubariki hizo pesa inafika. Umeendelea kumwabudu Bwana pale kanisani, unaona kana kwamba hakuna mtu anakusaidia, hakuna mtu ana appreciate wewe. There is God in heaven who knows what you are doing. Size up and continue having hope. Endelea kuwa na tumaini. Hii kazi si ya bure. Ikiwa ni Bwana alikuita, ikiwa ni Bwana alikuweka mahali pale, don't give up. Usife moyo. Kuna Mungu anayejua. Pendwa mchungaji mwenzangu, wakati mwingine unafanya kazi hauoni kana kwamba kuna mavuno au kuna matokeo. There is God in heaven who knows what you are doing. Just go on. Praise up, praise on in the name of the Lord. Mpendwa mtazamaji wangu, ninaongea na wewe. Na nataka nikuombee siku ya leo. Kazi umetafuta miaka mingapi? Siku yako ya 7 ya kupata kazi imekaribia. Mama, umeomba muda mrefu ukihitaji Mungu akubariki uone na mtoto. Siku yako ya 7 inafika. Ukuta wa kuwa utasa uondoke, uweze kumwona Jehova akikubariki na mtoto. Pendwa mtazamaji wangu, nataka tuombe pamoja nawe, maana Yoshua alipofuata, siku ya 7 ilipofika, waliinua tarumbeta zao, wakashika vifaa vyao vya nguvu vya kupigana, na wale waliokuwa wamebeba sanduku la agano wakaliendelea kulibeba pasipo kuchoka. Na siku ya 7 ilipofika, mambo makubwa yalitendeka. Ukuu wa Bwana ulionekana, ukuta ulianguka, maadui wakashindwa na wakaangamiza chochote kilichokuwa katika mji huo, na wakampa Bwana utukufu. Wakautoa mji wa Jericho, wakatawala na kuangamiza kila kitu. It is your time for you to have the dominion of what is ahead of you. We are dominators in the name of the Lord. Baba, katika jina la Yesu, ninalete mtazamaji wangu mikononi mwako. Ninajua ya kwamba kuna mambo amekuwa akiyafuatilia kwa muda mrefu. Wokovu wake umekuwa wa kutukanwa, nyumba yake imekuwa ya kutukanwa Baba, hata huduma imekuwa ya kutukanwa. Lakini Bwana wa rehema, ninaomba ya kwamba mpe nguvu na ujasiri, vile ulivyosimama na Yoshua na wale makuhani na wapendwa waliokuwa wakibeba pembe zile 7 na tarumbeta wakibeba juu, na hata sanduku la agano. Bwana, achilie hiyo neema juu ya hiyo mpendwa, akaweza kustahimili na kuwa na tumaini. Ukambariki na kumwonekania. Aliye mgonjwa kiwango cha kufa, anaona hawezi kupona, unamuinua, my God, in the name of the Lord. Siku yake ya 7 inafika ya kuinuliwa na kuponywa in the name of the Lord. Natangaza neema na kibali juu ya maisha yako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pendwa, sema amen.
Mungu akubariki na akuonekanie. Ninajua wiki hii itakuwa wiki yako ya kumuona Mungu akikubariki. Ni mchungaji Bishop Elasia wa kanisa la Shiloh United Church of Christ. Ungependa kuongea pamoja nami, nambari zangu ziko kwenye runinga pale. Nipigia, uandike ujumbe mfupi, na hadi kipindi kingine tutakachokutana na kusemezana tena, na kutakia ushindi wa Bwana, na Bwana akubariki. Shalom.